Ni kizaazaa katika maandalizi ya mazishi ya Alphonse Okoth Otunge, mwanafunzi wa darasa la 8 anayedaiwa kuuawa kwa njia za kishirikina. Familia yake inadai shangazi yake aliyemjane alitumia uchawi kumwangamiza. Tukakuja mpaka kwa boma ya Birivu family ya huyu Maurice Otunga. Tukakaa nao chini tukaongea on Monday. Mpaka akasema kwamba yeye anaamini kwamba huyu mama ndiyo anaroga mtoto wake. Huku taharuki hiyo ikiendelea eneo la Rakwaro, Kamagambo Magharibi, kaunti ya Homa Bay, mshukiwa wa mauaji haya Mary Akinyi analia. Nyumba yake imeteketezwa na wakwe zake kama adhabu kwa kifo hicho anachodaiwa kusababisha. Wangefanya postmortem mtoto julikane kwamba kama ni uchawi nini imeua mtoto. So ile hasira ya wananchi, majirani na wale wa jamii wakatana against hii nyumba ya marehemu ndugu yake Ouma. Huzuni ikitanda bomani mwake kutokana na kunyima makao na familia ya shemeji yake Otunge Omolo baada ya kumhusisha na mauaji ya mvulana huyo. Akijitetea, Akinyi anadai uvamizi huu na limbikizi la madai kwamba anatumia ushirikina vinachochewa na hali kwamba ni mjane. Kulingana naye, kukosa mume wa kumkinga na cheche za matusi na vitisho ndio sababu ya kulengwa mara kwa mara na wakwe zake. Hawa watu wa boma hii ana madharau na mimi. Tangu bwanangu akufe. Sikukuwa na ninino. Sikukuwa na kuishi hapa rahisi. Nimeishi tu kwa nguvu yangu. Kuna mke mwenzangu wananitusi, tena wananitusi zaidi. Na watoto pia wamesika hiyo tabia yao. Ndio hii madharau imesidi mpaka dakika ya leo. Kwa hivyo mimi kwangu ninaomba tu Mungu anisaidie. Aidha, mkuu wa polisi Rongo David Ngetich amewaonya wakazi dhidi ya kuchukua sheria mkononi mwao, akidokeza kwamba hili lilikuwa tukio la pili katika eneo hili. Najaribu kuchunguza uchawi hata sijui na kama nani. So huyo kijana alipofariki, huyo ndugu akasema kwamba bibi ya ndugu yake ndiye ameroga mtoto wake. Ndio ikasababisha mambo kama haya. Maybe they can take that advantage kwamba huyu mama ako peke yake hana uwezo wa kufanya hivyo. Unapoangalia ndugu na ndugu tana against ndugu, uchawi hiyo sioni. Mambo ya land case sasa hapo wazee wa jamii wa area hii wanastahili kujua the cause of this incident. Polisi wanaendelea na uchunguzi wao huku ripoti ya uchunguzi wa maiti ya mwenda zake kisubiriwa. Kwa sasa Akinyi na wanawe wanahangaikia makao huku akitumai kwamba moto wa kile anahisi ni chuki utazimika upesi. Eunice Omolo, QTV.